Ukubwa wa eneo hili ni mita 28 kwa urefu na upana ni mita 40, ambapo tumeweza kugawanya kiwanja hichi katika sehemu tatu, na katika sehemu hizo tatu tumeweza kutoa majengo matano na unit naweza kusema ni tatu. Of course kwa sababu viwanja tumeweza kuvigawanya mara tatu, naweza kusema ni unit tatu, lakini ikiwa katika majengo matano. Na hapa tunapata kiwanda kidogo chenye chumba cha mashine, lakini pia na store yake kubwa, frame ya biashara, lakini pia kuna nyumba ya makazi yenye jumla ya vyumba viwili vya kulala. Chumba kimoja ni self, chumba kimoja ni single, sebule, jiko na choo cha public humo. Lakini pia katika eneo hilo hilo tunapata car wash, ofisi pamoja na baa ndogo kwa ajili ya wateja ambao watakokuwa wakisubiri huduma katika eneo la car wash. Kwa hiyo gari lako linaoshwa hapo, and then unapata vinywaji hapo kusubiria gari lako liweze kumalizika huduma ya kupata kusafishwa, and then wewe uweze kujikataa. Na hivyo ndivyo ambavyo inafanyika katika design za ramani zozote zile pale za kisasa kabisa. Na ukija kuangalia kwenye upande huu ambao una frames biashara pamoja na kiwanda kidogo, imedesigniwa vizuri sana na nafasi inatosha kuweza kuingia gari kubwa aina ya Fuso katika eneo hili la kiwanda kidogo. Kwa hiyo kama una kiwanja chako ni kikubwa katika size hii hapa, basi unaweza kutengeneza ramani ya namna hii hapa. Nafikiri itakuwa na faida sana kwako, kwa sababu unaweza kutumia eneo hilo pia kama makazi ya kwako mwenyewe ili uweze kumaster au kuweza kuviongoza au kuweza kusimamia vizuri biashara yako hii hapa, au eneo hili au nyumba hii ya makazi inaweza ikawa ni nyumba ya msimamizi wako ambaye atakayekuwa akisimamia compound hii. Kumbuka huu ni uwekezaji ambao kidogo ni mkubwa na una faida kubwa. Kwa hiyo kama hautakuwa na usimamizi mzuri, sometimes unaweza usione hata faida yako pia. Kwa hiyo ukija kuangalia upande wa kiwanda, kuko na frame 4 za biashara, choo cha public kimoja kwa ajili ya wahusika wa frame za biashara, lakini vyoo viwili kwa ajili ya wahusika wa kiwandani, kwa sababu tunategemea kiwandani kutakuwa kidogo kuna mishemishe nyingi kuliko upande huu wa juu wa frame za biashara, japo panaweza pakafanana kutokana na namna ambavyo eneo unaloenda kuweka uwekezaji huu lilivyo. Sawa. Upande wa pili wa jengo la makazi nalo pia limeweza kuwekewa geti lenye nafasi ya kutosha kupitisha gari kubwa tu. Kwa hiyo kama utahitaji kutakuwa na gari zako, unawaza namna ya kuingia nazo ndani hapo, basi jua kila kitu kiko wazi na unaweza kupita hapo, kuingia ndani, kugeuza, kurudi, na hapo ndani unaweza ukapaki gari zaidi ya 5. Sawa, hapo ndani unaweza ukapaki gari zaidi ya 5. Kwa hiyo unaweza kuona namna gani ambapo bado nafasi ni kubwa na inatosha. Ukija kuangalia kwenye car wash, of course nafasi inatosha, parking ipo ya kutosha. Kuna parking ambayo unaweza ukapaki katika usawa wa magari ambayo bado yatasubiri kuoshwa, lakini kuna parking ya eneo ambalo magari yale yameshaoshwa sasa yanasubiri hapo. Magari ambayo yameshaoshwa sasa yanasubiri hapo yanapaki eneo la mbele la waiting over au bar yetu. Kwa hiyo yatapaki hapo, na ambayo yatakuwa yanasubiria kwenda kuoshwa yatapaki upande wa kushoto wa eneo la car wash. Kwa hiyo unaweza kuona namna gani ambavyo ramani ilivyo. Lakini pia katika car wash yetu hapa jakaa kinyonge, bado kuna ofisi, lakini kuna vyoo viwili vya public ambavyo vitahudumia watu watakaokuwa wakija eneo la car wash. Vyoo hivi havitahusiana au havifungamani na jengo letu lenye makazi, na pia jengo la makazi halihusiani wala halifungamani kivyovyote vile na eneo la kiwanda pamoja na eneo la frame za biashara. Kwa hiyo unaweza kuona namna gani ambavyo mpangilio ulivyo na ulivyotengenezwa iko wazi sana, na muonekano wa majengo haya ndivyo kama unaweza kuona hapa. Kumbuka ramani zote zile unazoziona hapa katika kurasa za Makazi Mpanda zimeweza kuandaliwa kwa wateja wetu kulingana na vile ambavyo wao walikuwa wanahitaji. Kwa hiyo hata wewe pia usikae kinyonge sana, unaweza kutupatia mahitaji yako na bado tukakutengenezea ramani yako nzuri na vile vile unavyotaka wewe, bado inawezekana. Lakini pia unaweza kuona na magari ambavyo parking imeweza kusheheni magari hapo. Kuna gari ambalo liko katika service ya kuoshwa, lakini pia unaweza kuona na magari yamepaki hapo. Kwa hiyo unajua ni na magari ambavyo nafasi ni ya kutosha, sio nafasi ndogo sio nafasi ndogo kusema kwamba utapaki gari chache, basi nafasi inatosha. Na ukija kuangalia eneo zima, nimekuambia hapo awali, eneo lina urefu wa mita 28 urefu na upana ni mita 40. Kwa hiyo tumeweza kuligawanya hivyo katika namna ya upana kuweza kupata viwanja vitatu, kudesign majengo haya matano ya maana sana ambayo yanaweza kukufanya wewe ukaweza kufanya biashara zaidi. Lakini pia jengo hili unaliona hapa ndilo jengo la makazi. Sawa? Hili jengo pia unaweza ukalipangisha kama utaona kwamba anahitaji eneo lote hili liweze kunipa faida, na usimamizi ukiweza kufanya ukiwa unatokea sehemu nyingine, pia hapo unaweza ukapapangisha and then ukaendelea kupata faida tu kutokana na uwekezaji huo. Kumbuka uwekezaji katika ardhi ndio uwekezaji pekee ambao unaweza kukupa faida zaidi. Hilo ni tanki la maji ambao lina save eneo la car wash. Kwa hiyo kila kitu
kiko katika mpangilio wake, hakuna kitu ambacho kimemiss hapa. Kwa hiyo unachotaka kujua ni kwamba ramani kama hizi ambazo tunakuwa zinatengenezwa kwa mujibu au kulingana na mahitaji ya wateja wetu, huwa hatutengenezi tu from nowhere, hapana. Lakini pia unachotaka kujua ni kwamba tukisha kuandaa ramani hivi, tunaandaa ramani ikiwa na vipimo na maelekezo yake yote ya ujenzi. Kwa hiyo unapoona picha za jengo kama hivi, basi ujue vipimo vyake vyote vipo, ili uweze kujenga na kukamilisha jengo lako vile vile kama ambavyo zinaonekana hapa. Hii ni upande wa frame za biashara, hicho ni choo cha public cha upande wa frame za biashara. Kumbuka hiyo fence sijaipandisha juu au kuipandisha iwe kubwa sana, kwa sababu itafanya majengo ambayo ni kusudio yasiweze kuonekana vizuri. Kwa hiyo tumeweza kuishusha ili kuhakikisha kwamba wewe ambaye unanitazama hapa, wewe ambaye unatazama video hii hapa, basi unapata muda wa kutazama majengo haya kwa uzuri zaidi na uweze kuelewa ni nini ambacho mimi ninakizungumzia hapa. Hilo ni jengo la kiwanda kidogo, of course kiko na chumba cha mashine, lakini kuna store kubwa sana. Kwa hiyo unaweza kaa mashine yako kwa ajili ya nafaka, stuff like that, yani nafaka. Napozungumzia kiwanda kidogo, nafikiri ninaeleweka vizuri. Either kuna product unazalisha, unatengeneza sabuni, unatengeneza nini. Kwa hiyo kuna chumba kwa ajili ya uzalishaji, lakini kuna chumba kwa ajili ya kuhifadhi ambao ni store. Ni kubwa sana kwa sababu unaweza kuhifadhi vitu vingi sana humo, bidhaa nyingi sana humo. Lakini pia frames ziko mbele, unaweza pia ukafanya biashara. Karibuni sana na asanteni kwa kunisikiliza.